Na mtazamaji, hujambo na karibu sana. Tumerejea tena kwa kishindo na kwa kusisimua watu wengi zaidi kupitia shuhuda mbalimbali ambazo tumekuwa nazo. Kwa sasa ni kualike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi hiki ambapo tumekuwa na shuhuda mbalimbali, lakini katika kipindi hiki cha sasa ambacho tunaenda kujadili tutakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye pia huyu ni baba askofu kutoka katika kanisa la EAGT iliyopo hapa jijini Mwanza. Kama unavyofahamu, askofu na watumishi hao wa Mungu wamekuwa wakifanya kazi ya Bwana kwa njia mbalimbali na kujitoa kweli kweli kuhakikisha kazi ya Bwana inazidi kuendelea. Tumekuwa na mijadala mbalimbali ya hapa na pale tukiwa nayo tukijadili kwa kugusia mambo ya hapa na pale, na mada zimekuwa tukiziandaa nyingi sana, lakini cha pekee kabisa na cha kushangaza nilichokiona kwa baba askofu leo amekuja na furaha sana. Nipenda kumkaribisha kabla sijatambulisha mada yangu kwa sasa. Karibu sana baba askofu. Sana mtangazaji wetu. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za majukumu? Ni njema, ni njema. Ndio. Kuna watu ambao wanakutazama kwa sasa wanahitaji kufahamu baba askofu jina lake anaitwa nani? Mimi naitwa mchungaji George Gecha. Ndio. Makongo. Ndio. Wa kanisa letu la EAGT. Ndio. Ambalo ninasimamia mikoa mitatu, lakini lenyewe ni la kitaifa. Ndio. Chini ya Askofu Dr. Brown Abel Makipesi. Ndio. Sawa. Na mtazamaji, ndiye baba askofu atatufanya leo kuzungumza na kufahamu zaidi hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii katika maisha yako. Unamtafuta Mungu kwa bidii kwa namna gani? Je, unamtafuta Mungu kwa bidii pale unapokuwa unapata tatizo ndio unaanza kumtafuta Mungu? Leo baba askofu George Gecha ataenda kutueleza zaidi kwa upana na kwa undani zaidi kuhusiana na namna jinsi ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Mada hii tulikuwa nayo katika vipindi vilivyopita, lakini sasa tumerejea nayo tena kwa sababu ya wapenzi watazamaji kuikubali na kuifurahia mada hii, na sisi pia tukaamua tumlete baba askofu ili aweze kutubariki sana. Karibu sana baba askofu. Na Mungu akubariki sana kwa safari ambayo ulianza mpaka kufika hapa. Tumekuwa na mada mbalimbali na leo tutaenda kuangalia mjadala ambao umekuwa ni mpana zaidi kupitia mitandao ya kijamii na hata pia kwa watu wengi na makanisa mengi. Waumini wamekuwa kijiuliza, wakiwemo wachungaji na nyie pia maaskofu na wainjilisti, hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii ni zipi? Na kabla tujaingia katika hatua za kumtafuta Mungu, ngoja basi na sisi tuanze hii hatua ya kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Karibu sana. Mungu wetu, tunashukuru sana. Wewe ni mwema, umetupa siku nyingine ya leo. Hii ndio siku yetu uliyotupa kuishi, kufanya kazi yako, na kushukuru hata kwa utumishi huu ambao tunaendelea nao katika kituo hiki cha TV na watazamaji wote ambao wanatufuatilia. Tunaomba neema yako juu yetu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Askofu, mimi na furaha kukuona hapa. Kweli. Na furaha sana kuwa nawe hapa Star TV na kufahamu kazi yako naiona. Kazi yako naiona, unasimama kwenye midahalo mbalimbali na majukwaa mbalimbali ukitangaza kazi ya Bwana. Si kitoto kama mtu anavyozania kwa macho ya nyama. Ni utukufu wa Mungu. Sasa tuelekee katika mada yetu, namna jinsi ya kumtafuta Mungu kwa bidii kwa kupitia hatua mbalimbali. Lakini kabla tujaigusia, baba askofu, ningependa tu kufahamu kwako hadi kuwa askofu na kuchunga umesema kuchunga kanisa na mikoa mitatu si mchezo. Hili jukumu unahakikisha unalibeba kwa nguvu zipi? Baba askofu, tuambie, je, wewe kwako unatumiaje hatua hizo kuhakikisha mikoa yote hii unaiweka mikononi kwenye kiganja chako na watu wanakuelewa vizuri? Nasema ni tunatumikia Mungu kwa msaada wake na neema yake. Ndio. Sio kwa nguvu zetu wala ujanja wetu. Pia kanisa lina utaratibu wake. Ndio. Jinsi ya kushughulika na hayo majukumu. Kanisa limegawa. Chini yangu pia kuna majimbo 13. Majimbo 13 ambayo yana maaskofu wake. Na kwa hiyo chini yao maaskofu na wachungaji. Kwa wachungaji ndio. Kwa hiyo kama mtawala pia kama pia sio kwa askofu mkuu, tuko kanda kama 13. Ndio. Kanisa zima. Sasa unakuta ndio tuna mfumo huo na kwa kulingana na mwongozo wetu wa kiuongozi. Kwa hiyo tunaweza tukamudu kufikia hayo maeneo.
Sawa, nilipita kidogo nikakufuatilia na kutazama. Haukufika tu kwa askofu kwamba ulizaliwa tu ghafla ukawa askofu, hapana. Ulikuwa mwinjilisti na pia ulikuwa ni mlezi wa kulea watu kiimani na ulikuwa ni mtu ambaye unajishughulisha na maombi. Hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii kwako hizi zilikuwaje hadi ukawa askofu? Mimi unajua kwanza waskofu bwana, sikuwahi kuwaza kwamba nitakuja kuwa askofu. Ndio. Sikuwahi. Uliwaza nini hapo mwanzo? Sikuwahi. Mimi niliokoka. Ndio. Kwanza historia, mimi sikuzaliwa nikiwa nimeokoka, nilikuwa tu sijamjua Mungu. Baadaye nikahubiriwa injili. Injili ya wokovu. Na kipindi hicho ulikuwa dhehebu lipi? Nilikuwa Alasi. Nikahubiriwa injili kwa kijana wakati huo. Miaka 80. Nikahubiriwa habari njema za Yesu. Pamba pale. Mtumishi wa Mungu Moses Kulola wakati ule. Ndio. Alihubiri neno la Mungu. Nikaona Mungu anavufungua watu walikuwa na mateso na mapepo. Ndio. Lakini injili iligusa maisha yangu. Amen. Ndio. Ilipogusa maisha yangu nikafikiri, nikasema mbona msijawahi kusikia mahubiri kama haya? Hebu nifuatilie. Kwa hiyo nikaamua kuchukua maamuzi. Hayo maamuzi nikaenda nikawa chini ya mafundisho. Nilipokuwa chini ya mafundisho nikaendelea humo, baadaye Mungu akaniita. Baada ya kama miaka 15 kupita. Ndio. Mungu akaniita. Basi hapo nimeshaoa na kuoa. Kwa hiyo basi nikaanza kumtumikia Mungu. Ndio. Kumtumikia Mungu kama mchungaji wa kawaida chini ya askofu wa jimbo. Nikafanya utumishi huo, tuna utaratibu wa kanisa. Kipindi cha kutumika, alafu naenda chuo, kisha maliza. Basi tuna namna za uchaguzi zetu za kikanisa kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo tukawa na uchaguzi ule baada mimi kwa nimeshasimikwa. Na mdo umeshapita kwenye uinjilisti. Nimeshapita sasa miaka hiyo 15. Nimeshapita na tayari wamekutazama viongozi wa ngazi za juu, na una sifa za rufaa kusimikwa. Kwa hiyo nikawa nimesimikwa. Ukisimikwa unaweza kufanya sasa zile huduma za kichungaji kama kubatiza, kushirikisha meza ya Bwana na kufungisha ndoa. Kwa hiyo nilipopata hiyo daraja, ndio baadaye sasa nikaendelea kuja kufanya uchaguzi. Nikachaguliwa kuwa katibu wa wachungaji. Katibu wa wachungaji wa jimbo. Hiyo mikoa mitatu. Ndio. Lakini pia kipindi hicho ananichagua nilikuwa katibu wa vijana katika jimbo. Ndio. Mimi nilikuwa napenda mambo ya vijana tangu zamani, nilikuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo nilipoendelea kwa katibu wa jimbo wa wachungaji, baadaye baada ya miaka 5 tena nikachaguliwa tena kwa katibu wa jimbo. Lakini wakati utaratibu ukabadilika kidogo. Kama unakuwa ni kiongozi kiutawala, katibu wa jimbo wa wachungaji ni kwenye mfumo wa utawala. Kwa hiyo huko kwa vijana ni idara, kwa hiyo inabidi waachie sehemu moja. Kwa hiyo nikashauriwa kuachia vijana, nikabaki kwenye hii ya utawala. Kwa hiyo nimeendelea hivyo. Baada ya miaka kadhaa pia nikachaguliwa kuwa katibu wa wachungaji ngazi ya kanda. Ulizidi kupanda tu. Sasa kanda ndio hiyo nimekwambia, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mara. Ndio. Kwa hiyo nikawa hapo baada tena miaka 5 ndio tukafanya uchaguzi, nikachaguliwa kwa askofu wa kanda. Na baada ya miaka 5 mingine nikachaguliwa tena askofu wa kanda. Sisi tuna utaratibu kikatiba, unakaa kwenye askofu miaka 5, tunafanyika uchaguzi. Kama bado Mungu atakupa neema kubaki, utarudishwa tena. Lakini kama Mungu ameona umetosha muda wako, anamweka mwingine. Wewe unaendelea na majukumu ya kichungaji. Na pale inakuwa inachukua muda gani kwa askofu? Maana rais miaka 5. Kwa muundo wa katiba yetu ya kanisa, wewe utaendelea kama watu bado Mungu anakuhitaji kupitia uchungaji, utachaguliwa tena na tena. Ndio. Na labda ukifika sasa umri umezeeka, ndio au labda umeanguka katika dhambi, au sasa Mungu tu anaweza kuwa na nguvu, ujawa na shida yote, lakini wakati wa Mungu wewe kuepo pale umetosha. Mungu anainua mwingine tena. Na ndio ilikuwa ni
hitaji lako sana la kumtafuta Mungu kwa bidii kuliko kitu kingine chochote kabisa kwenye maisha yako muda huo? Kama nilivyokuambia mwanzoni, mimi sikuwahi kujua nitakuja kuwa kama utakuja kuwa askofu. Lakini ulipo mimi unajua ukiokoka, mtazamo wa kuokoka, ukiokoka tu ni ukisikia neno la Mungu kama kuokoka. Ndio. Hitaji lako kubwa ni kumwona Mungu kwenye maisha yako. Amen, amen. Hilo ndio hitaji kubwa. Hayo mambo mengine yote mambo yanayofuata ambayo umefikiria. Lakini wewe unakuta umuone Mungu, mpendeze Mungu. Naona. Kwa hiyo swala la kwamba nitakuwa mchungaji, nitakuwa askofu, nitakuwa sijui katibu, hayo yalikuja kwa mipangilio ya Mungu mwenyewe. Lakini mimi nilipokuwa naokoka siku ya kwanza, nilikuwa natubu dhambi, kuziacha na kumpa Yesu maisha yangu. Ndio. Na kuamua sasa kuishi maisha yale Mungu anataka. Ambayo anataka Mungu. Kwa hiyo haya masuala mengine hayo hata wazi kwa kwa sababu hata hilo wakati naingia kwenye kanisa hili sikuwa najua kwamba kuna mambo haya kuchaguana askofu. Mimi toba bwana, mimi upatane na Mungu tu basi. Sawa. Na ndipo hapo tunapata sasa kumtumikia Bwana na na hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Tutakuja kuzungumzia kuhusiana na swala la toba. Swali langu la mwisho kabla tujejikita, japo ndo tunagusia mada moja kwa moja. Unajua mchungaji anapokuwa anahubiri, umesema alikuwa ni Kulola. Ndio. Alipokuwa anahubiri katika mkutano huo sasa, kuna fungu lolote ambalo lilikufanya likakugusa kabisa maisha yako? Kuna moja nitafafanua. Utalifafanua fungu hilo, huenda likambariki hata pia mtazamaji mwingine. Kwa sababu pia nilipopata hii mada ya hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii, ndio kuna mambo ilibidi niyatazame ndio katika mnyambulisho wake. Kwanza nilitazama neno kutafuta. Ndio. Kutafuta ni kama kupekua kwa kamusi ya Kiswahili ya karne ya 21. Kama unapekua unatafuta pekua huku na kule ili kuona kitu unachokitaka au kilichokuwa kimepotea. Amen. Naona. Kwa hiyo tunaposema kumtafuta Mungu, kwa hiyo jaribu kufanya hiki na kile na kile na kile ili uweze kumwona Mungu. Amen. Sasa na katika kumtafuta Mungu huku sasa, watu katika kupekua huku na huko, watu wamepekua paka, nafikiri shida ipo, wanapekua wapi? Ni wapi unapekua? Wapi unapekua? Ndio shida iko hapo. Shida iko hapo kama sasa unatafutaje? Nini unachokitafuta? Na hapo ndio tunatofautiana kwenye kutafuta. Amen. Na hapo sasa mwingine katika nia njema ya kutafuta unakuta anaangukia sehemu sio, na matokeo yake sasa anakuja kujikuta ameingia kwenye shida, kwa sababu hakujua unapotafuta au unapopekua au kile unachokitaka kiko wapi na unafanyaje kukipata. Hilo namba moja. Lakini pia nikawa ninatazama neno bidii. Sasa tumeona hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii, lazima tutazame neno bidii tuone. Bidii ni nini? Bidii katika kamusi hiyo ndio niliona ni jitihada katika kutekeleza jambo lolote, jitihada, juhudi, jitihada katika kutekeleza jambo lolote. Weka jitihada kulitekeleza, nguvu. Kwa hiyo tunaposema kumtafuta Mungu kwa bidii, lazima tuweke jitihada katika kumtafuta, katika kupekua. Sasa kuchimbua sasa kutokana na hicho nilichokisema, ndio nikataka kwanza tuone mambo mawili. Tunaposema kumtafuta Mungu, lakini pia ni vitu vile pia na Mungu anatafuta watu. Yaani kama vile ambavyo tumeelekezwa kumtafuta Mungu kwa bidii, na Mungu naye anatafuta watu kwa bidii. Na ni kitu ambacho watu hawajajua. Hata hivi tunapozungumza hivi kwenye kituo hiki cha TV, kuna watu Mungu anawatafuta ambao mimi siwajui, lakini huko walikokaa kuna mtu Mungu amemwambia kusikiliza kituo cha TV cha Star. Kuna kitu hapo nataka ujifunze. Sisi hatumfahamu. Sisi tuko hapa na wewe tunazungumza, lakini Mungu anamfahamu, ameshamwandaa mapema kabisa.
Amen. Kwa Mungu anatafuta kama sisi ambao Mungu anataka tumtafute na yeye anataka. Tutaona maandiko mawili yanayoonyesha wote sisi wanadamu kutafuta na Mungu anapotutafuta sisi. Sasa tukishajua kama Mungu anatutafuta, sasa tutajua kwamba sasa tutafuteje sisi ili tuweze kukutana na huyo Mungu anatutafuta. Amen. Maana sidhani kama Mungu yeye yupo tu. Tena kuna maneno moja Yesu alisema mwana Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na ndio maana alikuja kutufia msalabani. Unaona? Unaona jitihada kubwa tena hiyo jitihada yake kulingana na neno bidii ya Mungu ilikuwa ni kubwa kuliko ya kwetu. Yaani bidii ya Mungu alienda zaidi ya tunavyofikiri. Licha tu ya kumleta Yesu lakini akafa mpaka msalabani. Kuonesha kwamba upendo alionao kwetu ni mkubwa. Yesu mwenyewe akasema hakuna upendo kama mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa Mungu mwenyewe tu anatafuta, anapekua, ndio anaenda kijiji hadi kijiji. Unaweza kukuta kijiji si cha wapi kwamba Mungu anaokoa kwenye familia hadi familia. Kuna familia zingine watu wanasema hii familia hii labda ya jehanamu, unashanga Mungu anatafuta humo kwenye hiyo familia mtoto anaokoka na anamgeukia Mungu. Na anakuwa askofu kama tunavyotazama. Kwa maana sisi ukiniangalia mimi labda kama niko hukumu za binadamu, unaweza kusema kwamba sasa hii familia isingetoa hata askofu. Toka familia kawaida sana. Kawaida kabisa. Mazingira ya kawaida kabisa. Lakini Mungu anapotafuta, Mungu hana upendeleo, Mungu anatafuta. Ndio maana ninasema Mungu akikuita ukisikia sauti yake, na mtu akisikia sauti ya Mungu anamuita. Wengine walikuwa ni majambazi wamejificha kwenye mapango, wamekaa huko ndani. Mtu mmoja wa Mungu akaambia nenda kahubiri porini huko. Akasema mbona huko kuna watu? Wewe nenda. Kumbe kuna majambazi wamefanya ujambazi wao, yameenda bana huko, yamebana porini msituni huko. Huyu akaona ubidi Yesu anakutaka njoo, kuna utasamehewa na nini? Mtasamehewa amejua nini? Ndio tuko hapo. Mwisho akaita njoo mtubu. Akashangaa majamaa yanatoka na bunduki. Nasema tunakuja kuokoka. Mungu anapokutafuta hata kama ungelikuwa watu wanafikiri labda huyo mtu kwa kulingana mazingira ya imani yake au hali yake ile vile, maana Mungu anatafuta wenye dini na wasiokuwa na dini. Uzuri wa Mungu anapotafuta, unajua sisi tunafikiri kwamba ni rahisi kusema kwa sasa wewe ninyi ni kusikia mtu mmoja anasema sasa ninyi watu kila mtu ana dini yake. Swala kwa Mungu sio dini. Swala hapo tunapokutafuta, Mungu anapokutafuta sio wewe na dini. Dini tunazo wote. Karibu 100% kubwa. Hata hizo tunaofikiri hawana dini. Ni dini za jadi. Hizo nazo ni dini. Lakini swala la mahusiano na Mungu hicho ndio kitu kubwa sana. Unaweza kuwa na dini huna mahusiano na Mungu. Na ndio maana sasa katika mafundisho yetu haya hebu tuanze tuone haya maandiko matakatifu namna jinsi yanavyotueleza kumtafuta Mungu na sisi tunapomtafuta. Tuangalie mimi kuna hatua kadhaa nimeziweka hapa ambazo tunaweza tukazifuata. Kwanza ninataka uone hiyo, alafu kingine nataka nikizungumzie ni kuhusu kama tunamtafuta Mungu kwa bidii. Mtu anaweza kuuliza kwani huyo Mungu unamtafuta na nini cha mpaka cha ziada siku mfuata kumtafuta? Mimi alichonacho kuna lazima gani? Kwani mimi nisitafute hela? Kwa nini natafuta hela? Mungu yani kuna mtu hata ukimuuliza kanisani wamebadilisha mlango komeo wameweka komeo gani hajui. Yaani kuna mtu hajakanyaga kanisa na ndio unakuta maajabu ya si wachungaji. Akifa tunampeleka kanisani. Anasha hata akifuka hapa akakuta iko hizo mimi niletaje hapa. Nimefika hapa. Kwa sababu katika waiaje kwa kuona hata mlango wa kanisa. Lakini sisi kwa sababu unakuta sisi ndugu zake tuna mambo ya kanisa tunataka tumpeleke tu ndugu yetu. Lakini yeye mwenyewe hakuwahi. Na ndipo Mungu anatushangaa kwamba huyu mtu hakuwahi hata kutafuta hata kushughulika na mimi. Leo mnang'ang'ana mnaniambia tumweke mahali ambapo hapana. Sasa ndio nilitaka kwanza nisome maandiko baadhi tu. Ndio. Leo na maandiko mengi lakini nitasoma yale tutakayoweza. Sawa. Kwa sababu ni kuswala kujifunza. Mengine nitataja tu msikiza nani mtazamaji atakuwa na aweze kubarikiwa. Atakuwa anaandika atajisomea kwa faida yake mwenyewe. Tuanze na kitabu kile cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 14 unasema hivi: tafuteni kwa bidii. Ndio. Tafuteni kwa nini? Kwa bidii. Kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kuna maneno mawili hapa,
amani na utakatifu, ambao bila hivyo vitu viwili huwezi kumwona nani? Mungu. Kwa ili umuone Mungu kuna vitu unatakiwa pia uvitafute kwenye utafute kwa bidii. Amani, zaidi neno amani na watu wote, lakini utakatifu ni usafi wa maisha, hali yako ya usafi wa moyo. Sio swala la kusali kwenda dini tu, utakatifu. Sasa utakatifu hapo tunaposema utakatifu ndio tunazuika swali lingine. Sasa utakatifu unaanzaje? Na upataje? Maana mimi nimezoea labda kusikia kwamba mtu akifa baadaye anakuja anatangaza kwa mtakatifu. Sasa mimi natakuwa mtakatifu. Sasa hapo ndio baadaye nitafafanua sasa hatua ambazo mtu anapita kufika hapo. Lakini nitaka tu kwanza kuona kwamba sisi Mungu anataka tutafute ile pointi ya kwanza, sisi wanadamu kutafuta. Lakini pia pointi nyingine ndio ya kutafuta iko kwenye Yohana. Ndio Yohana ile sura ya 4 mstari wa 23. Yohana sura ya 4 mstari wa 23 unasema hivi. Yohana 4:23 unasema hivi: lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, anataka wamwabudu katika roho na kweli. Kwa kuwa Mungu anawatafuta watu wa namna hiyo. Yaani Mungu anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli. Sio tu kwa sababu unaenda kwenye una dini, nimebatizwa sina nini, no. Au unaenda kuna jiwe fulani aliabudu, no. Mungu anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli. Sasa tunapokuwa tunazungumza kumtafuta Mungu, sio wala kusema tu naomba, sio natoa hela, sio na nini, no. Ni zaidi hapo. Kwanza kuna vitu vya msingi vya kuangalia ambavyo unatakiwa uvijue anavyovitaka Mungu, kwamba kumbe na Mungu naye kama sisi anavyotaka tumtafute kwa na utakatifu, lakini pia naye anatafuta watu watakao mwabudu. Ana kiu, anapekua nani atakayeniabudu mimi katika roho na kweli. Kwa sababu hata Yesu alipokuja sio kwamba dini hazikuwepo. Watu walikuwa na dini zao. Lakini kulikuwa na muhimu gani wa kuja kama dini ndio jawabu? Kulikuwa na muhimu gani? Na ndio maana Yesu kimweka kwenye dini unamkosea. Yeye ni wa watu. Unataka kumaanisha kwamba Baba Askofu, kuna madhehebu mengi sasa. Kuna Waadventista wa Sabato, kuna EAGT, Manuel Assembly of God. Lakini pia kuna AIC. Kuna Roman Catholic. Sasa na ukitazama kwa kupitia maandiko, kwa kumtafuta Mungu kwa bidii, yeye pia ametutafuta kwa kutufia pale msalabani, na damu yake imetutakasa. Na wengi wa binadamu kwa mtazamo wa haraka, kila mmoja akiwa na maoni yake, wengi wamekuwa na shauku na kujiuliza kwamba bwana, Mungu dini yake, nasema Yesu ndiye alitufia msalabani. Mungu ana dini, Yesu. Na dini zote ziko sawa. Sawa. Ndio, dini zote ziko sawa. Ndio, wala Mungu hana dini. Ana dini, lakini kuna watu ambao wanasema mimi dini yangu ya kweli ni Mroman, dini yangu Mungu. Kutokumjua Mungu. Huyu ni mtetezi wa dini, sio mtetezi. Yaani ndio maana kama hivi. Yaani Yesu anatafuta waabudu halisi watakaomwabudu katika roho na kweli, sio katika dini. Yaani Mungu hana dini. Sio, unanielewa? Wala yani kusema hizi dhehebu ni nzuri kuliko yote. Na hata Yesu atakapokuja, kwani kwamba Yesu atakapokuja kuchukua watu wake waliomfuata, dini zitabaki, makanisa yatabaki na misalaba yao, kama matabaki na spika zake, na makanisa mengine yatabaki na kengele zao, yani na mengine yatabaki na madamu. Kila kanisa litabaki, majengo yatabaki kama yalivyo. Swala hapo ni mtu. Na Yesu alikuja ndio maana nikakwambia hivi, hata Yesu wakati anakuja dini zilikuwepo. Na watu walikuwa wanaenda kanisani. Watu walikuwa wanasali kwenye dini zao za wakati ule. Kuna wengine wanafanya matambiko. Lakini kilichopunguka kwa mwanadamu ni nini? Ndicho nataka tukije tunaposema, ndio maana nikasema tunaposema kutafuta ni lazima tufahamu kabisa kwamba kuna namna ambayo unaanza, ndio nikakwambia katika kutafuta unaweza kushangaa unatafuta umeenda siko ukapotea kabisa.
Kuna neno kuna neno lingine nataka niliandike hapa. Nilisoma hapa. Soma na Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Mathayo 5:8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona nani? Mungu. Sasa kwenye kutafuta Mungu anataka ufike mahali uwe na moyo safi. Mungu anazungumza swala la nini? La moyo. Usafi ndani ya moyo wako. Moyo. Sasa kutokea hapo sasa ndipo hapo tunaweza tukaelewana kwamba kumbe swala sio dini. Kwa sababu kwenye swala la dini mtu utakuta watu wanafanya uzinifu na wana dini. Haya magereza ukiyakuta wote waliojaa wengi wana dini. Kama sio dini ile anatumia dini ile. Kama sio dini ile anadini. Ukifika wakati wa nini wa sherehe za kidini wanashiriki. Lakini wako wanaochukua kaza, wanaofanya ushirikina, wanaoiba vitu vya watu na vitu na mali za umma, wote unakuta wako humo. Sio kama wasaki. Ndio unakuta wana vyeo vikubwa. Swala hapo ni moyo. Moyo usio safi. Sasa hapo swala la msingi ni moyo unakuaje safi. Kinachofanya mtu awe na moyo safi ni nini? Lakini labda kabla sijajibu hilo swali, niseme kitu kingine hapa kwamba kwa nini tunatakiwa tumtafute Mungu? Kwenye maisha wewe kama mwanadamu, mimi kama mwanadamu. Kwa nini Mungu lazima nimtafute? Ana umuhimu gani? Ana nini cha ziada ambacho mimi mwanadamu sina? Maana mtu anaweza kusema kama mimi na hela, mimi niko na hivi, mwingine ni wataalamu wa nguvu za giza, wengine wana mambo chungu nzima, wengine wana sayansi wakubwa na uvumbuzi mwingi. Sasa naona Mungu wa nini? Mwingine tayari ni laisi. Mtu mwingine ana madaraka makubwa. Sasa mimi Mungu wa nini? Lakini ukweli kwa maneno machache kumuelezea Mungu, kwanza sisi hatuwezi kuwa zaidi ya Mungu ndio. Kwa sababu yeye ndio katuumba. Yaani ni kama hii simu haiwezi kuwa zaidi ya wewe mwanadamu. Kabisa. Sasa wewe ndio umetengeneza na kila kitu. Ndio maana ukiwa na shida fulani unajua cha kufanya. Unampelekea binadamu wenzako na yeye anaenda kutengeneza. Hata haya maroboti yanatengenezwa sasa hivi hayatakuja kwa yawe na akili kuliko wanadamu. Kwa sababu yametengenezwa na akili ya mwanadamu. Sasa na Mungu naye ametutengeneza. Hatuwezi kuwa wajanja tukamzidi hata siku moja. Ila sisi mwanadamu, unaposikia sisi ni wanadamu, maana tuna mipaka. Kuna mambo ambayo tunayaweza, kuna mambo hatuyawezi. Hata tunapofika hapo, Mungu yeye hakuna jambo asiloliweza. Hakuna jambo linalomshinda. Yeye hakuanza wala hana mwisho. Sasa yeye ni mwenye nguvu zote. Na ndio maana tunamtafuta yeye sisi kama wanadamu. Kwa sababu yeye hashindwi. Sisi kuna macho tunashindwa. Wewe unaweza kuwa na hela au mimi naweza nikawa na hela. Unaweza kuwa na cheo. Au unaweza kuwa na chochote unachokijivunia. Lakini unafika wakati unakufa kama anavyokufa wengine. Ulishakuta wapi Mungu amekufa? Hapana. Lakini watawala wafalme wangapo kwenye Biblia wanakufa. Kuna wafalme kama kina Suleiman, na wafalme kama kina Daudi. Tunaona hata Sauli. Tunamwona hata pia Goliati wote Goliati mtu mwenye maguvu. Samsoni watu walikuwa na maguvu hayo, walikufa. Wamepita vizazi, hii dunia imetawaliwa na watu mbalimbali. Wanakuja wanapita, wanakuja wanapita. Kuna matajiri. Kuna mtu mmoja anaitwa Alexander Mkuu. Huyu kijana alikuwa mpiganaji wa vita. Alipigana mahali akakuta maadui wote wamekufa, wote amewamaliza. Analia anasema wako wapi maadui nipigane nao? Lakini naye alikuja kufa. Tena alikufa na ugonjwa tu wa kawaida tu, dudu tusiyeumwa na mbu tu akahoma kusha. Wengine wanasema alilewa. Kila mtu kuna mitazamo mbalimbali katika hilo. Kila mtu ana mtazamo wake. Kuhusu maana yake kwamba mmoja anakufa. Yuko wapi? Leo lakini Mungu hata siku ndio watu wanasema Mungu huwezi mfanisha na mwanadamu. Hebu tusome baadhi ya maandiko madogo kuhusu Mungu. Ukisoma kwa mfano Luka sura ya kwanza mstari wa 37. Unasema hivi, Luka kwanza 37 inasema hivi. Kusupport hayo ndio kwa nasema. Ndio. Inasema sura 37 unasema hivi. Unasema hivi, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Sisi kuna mambo yanashindikana. Ndio maana tunaenda kwake asiyeshindwa. Kwa Mungu tusaidie. Tunamtafuta. Tuweze. Kwa mfano kushinda dhambi kwa nguvu zako ni ngumu. Ni ngumu.
asikudanganye mtu. Ndio maana unakuta watu lakini Mungu ukimuhusisha kwake hakuna linaloshindwa, atakutoa. Ndio maana nimekushuhudia kwamba katika Mungu huyu kuna watu walikuwa majambazi, waliacha ujambazi. Wengine hata walikuwa ni wachawi, waliacha uchawi. Wengine ulevi, wanaacha. Ulevi umeleta hasara kwenye familia nyingi. Nakuta familia inaharibika, wazazi wameingia kwenye ulevi. Pombe, wanaona pombe ni kila kitu, hawajali watu wanasoma, wanaenda. Haya, hata majanga mengi ya ovyo ovyo mengi yanafanyika kwa sababu nakuta watu wanauana na hizi tabia hasira zisitokoma. Ni wao kusikia mtu mmoja alikuwa anasema alikuwa akikasirika anakaa siku 3 haongei. Hasira hiyo. Sasa mtu kama huyu anaanza akaua mtu huyo. Huyo anaua. Siku 3 haongei. Hazungumzi. Hauzungumzi, hiyo ni hasira. Sasa mtu kama huyo akimpata ni Mungu tu anaanza kuiondoa hiyo hasira. Sio na neno rafiki yangu. Kuna andiko lingine nataka nikuoneshe kwenye kitabu kile cha Mwanzo 18 mstari wa 14. Mwanzo 18 mstari wa 14 anasema. Mstari wa 18 anasema. Biblia inasema, kwa kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Ndio. Hakuna. Huyu anazungumzwa mtu aliyekuwa ni mzee, ana miaka karibu 80 kitu. Na hajawahi kubeba mimba. Sasa anaambiwa kama utabeba mimba. Anasema, "Mtawezekanaje hili jambo?" Anaambia kuna neno gani lilo gumu ambalo Mungu asiruhusu. Maana yake mwanadamu ana kipindi. Maana hata kusoma hicho kisa unaambiwa kwamba yule mtu anasema siku zake zilishakoma kama mwanamke za kubeba mimba. Naam. Mwanamke akifikisha miaka 30, 40, 45, 50 siku zake zikikoma hawezi kubeba mimba kwa sababu ndivyo muundo Mungu alivyomuumba. Sasa huyu alikuwa anashika 80 kitu. Kwa hiyo swala la kusema kama anabeba mimba haikuwepo. Ndio. Karibu 90. Sasa leo Mungu anasema kuna jambo gani? Tunajua hata baada ya Shamu ilibidi ipasuke yenyewe. Watu wakashangaa, hata yule akasema watu naenda huko jamani, mbona kuna bahari tutapitaje? Sasa wewe piteni. Fika pale bahari ikaachia. Na wakapita. Kwenye maisha ukisipojua kwamba Mungu hashindwi na lolote, huwezi kumtafuta. Ukidhani kwamba wewe ni kila kitu, lakini watu wanaomtafuta Mungu wameshagundua wao wana mipaka, lakini Mungu hana mipaka. Wao wana mahali wanashinda, lakini Mungu hashindi. Na ndio maana mtu mwenye cheo kumfikia pia lazima upate process. Lakini kuna vitu navigusia hapo ambavyo kila mmoja vinambariki, na kuna baadhi ya maswali hapa pia nitakuuliza. Ngoja nimalizie andiko lingine. Yeremia. Ndio. Alafu nitaacha muda kidogo. Ndio. Tuone maswali hayo tuyajibu. Sawa. Lakini sasa Yeremia 32 mstari wa 27 unasema hivi. Yeremia 32 mstari wa 27 unasema hivi. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Yaani Mungu anauliza. Yeye ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Wewe kama una mwili huu wa kibinadamu, Mungu anasema yeye ni Bwana na Mungu wa wote wenye mwili. Ni Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili wote. Anasema, je, kuna jambo gani asiloliweza? Jambo gani? Sasa kutokana na msingi huo ndio maana sisi tunatakiwa wanadamu tumtafute nani? Mungu. Usiishi duniani kama vile hayupo. Kwa hiyo yeye Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, ana maelekezo ametoa kwa hao wanadamu. Ndio. Mwanadamu hatukuzuka tu kwamba tumezuka. Yuko Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili. Na madai yake aabudiwe. Madai yake tumtafute. Sio, unaelewa? Tena siku kidogo tu kwa bidii. Kwa bidii zaidi. Sasa tuanze. Mimi katika baada ya kusema hayo, nitaka niseme ziko hatua ambazo mimi niliziweka. Ndio, twende sasa kwenye hizo hatua. Hizi hatua ya kwanza ni vizuri upatanishwe na Mungu. Nizitaje tu haraka haraka. Ya kwanza upatanishwe na Mungu. Ndio. Ya pili uenende kama Kristo alivyoenenda. Ndio. Ya tatu kujilinda. Ya 4 kumtumikia. No? Ndio. Sasa tukianza na hii ya kwanza upatanisho na Mungu, tunaanza
Mungu ndio ile andiko linaniambia nikwambie kwamba hivi Askofu Kulola alisema nini katika maandiko ambayo yakakuvutia Yohana sura ya 3 ndio huu ni mwaliko mstari wa 16. Huu ni mwaliko mstari wa 16 kuteremka chini. Huu ni mwaliko ambao Mungu ameutoa kwa kila mtu Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakafanya nini? Yakakemewa. Ndio. Kwa hiyo nataka uone hapa kwamba Mungu kumbe alitupenda sisi wanadamu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asifanye nini? Asipotee bali awe na uzima. Unaona lengo la Mungu sasa hapo ndio nataka uzungumze kusema vizuri. Mungu alimtoa Yesu ili tumwamini yeye. Sasa ndio hiyo unasema sasa nikuulize swali. Je, unaweza kwenye dini lakini hujamwamini Yesu? Ndio. Haina maana kama sasa umeshapatana na Mungu. Ndio maana nikasema hatua ya kwanza katika kumtafuta Mungu lazima upatanishwe naye. Na hatua ya kwanza kupatanishwa na Mungu ni lazima umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio. Yaani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na maisha yako kabisa. Kabisa. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kwa maana kwamba atakusamehe dhambi zako. Tubu dhambi zako na kuziacha na kusema Bwana Yesu tawala maisha yangu. Awe mfalme, awe Bwana wa maisha yako. Ili uwe na sababu ya kuwa unamuomba, unamtafuta, unamtumainia. Umuonee fahari kwamba ni nguvu yako, ni ushindi wako, ni ulinzi wako. Maana watu wanaweza wanakwenda makanisani lakini wamejaa zairizi viunoni, wanatamikia majumba yao kila siku, lakini wanaweza kushangaa ni mzee wa kanisa ni mwana kwani na mwingine ni askofu anatoa sadaka lakini ukishangaa yeye ni mtu wa matambiko. Hata wengine hata askofu mwingine wanapata kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Sasa vitu kama hivi ni aibu. Mungu hawezi kusaidiwa na nguvu za giza. Hatuwezi kumdhihaki Mungu. Ndio maana nasema kitu cha kwanza swala la mahusiano na Mungu, kwanza kumtafuta Mungu, kwanza kitu cha kwanza upatanishwe naye, utubu dhambi zako ili akuongoze, ili awe ndiye kwenye maisha yako, awe ndiye mfalme, awe ndiye Bwana, awe ndiye mwenye nguvu, awe ndiye wa kutegemewa, awe ndiye ulinzi wako. Amen. Na ndio anafikia. Awe ndiye fahari yako. Lakini kama bado unategemea unaonea fahari waganga au ndio waganga au ndio majini ndio ulinzi wako, nasema ndio ulinzi wako majini hirizi ndio walinzi wako, hamna kitu hapo. Ndio. Hamna kitu. Yaani wewe ni mpagani kama wapagani wengine, hata kama unaenda kanisani. Wewe ni mpagani unaenda kanisani. Yaani wewe kwa lugha nyingine wewe ni mpagani uliyevaa vazi la dini. Na ndio maana hapo unatakiwa mtu kwanza kabisa upatanishwe na Mungu. Upatanishwe na Mungu. Yesu akasema kwa maana jinsi Mungu alipenda Mungu hata akamtoa ili kila muamini. Sentence inayofuata ili kila muamini asipotee. Manake kumbe bila kumwamini Yesu kuna kupotea. Sasa watu wengi hawaoni, labda wanaisha tu pale kwenye kumwamini pekee yake, lakini kumbe kinachokufanya umwamini Yesu ili usipotee. Sasa kwenye kupotea huko ndio hapo unaona Yesu bado anatutafuta. Neno nilikwambia Mungu anatutafuta, sisi tunamtafuta. Na yeye anakutafuta kwa njia ya Injili. Inawezekana umepotelea kwenye pombe, labda umepotelea kwenye dhambi za aina fulani. Hata hii sauti unaisikia inakutafuta. Amen, 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 amen. Lakini pia Baba Askofu umeeleza vizuri sana. Naimani mtazamaji katika hatua za kumtafuta Mungu kupitia kisa chako na kupitia mafungu machache ya Biblia huku tukiendelea kugusia kwa kina zaidi. Umezungumza kwamba mtu anapokuwa na mtafuta Mungu lazima ingie ndani, ingie ndani yake na moyo lazima uwe safi. Sawa. Je, ni hatari zipi ambazo zinajitokeza sasa kwa mtu ambaye anamtafuta Mungu akiwa na sababu? Tunasema kuna mtu anamtafuta Mungu akiwa na matatizo.
leo nina shida na matatizo na majanga, ninamtafuta Mungu kwa bidii sana, lakini baadaye anapopata mafanikio ya kile Mungu ambacho anaweza kumsaidia na yale matatizo kuisha, wengi wao huwa wanasahau kabisa. Baba Askofu, wewe unachunga watu wengi sana. Ninakuelewa swali lako. Kimsingi Mungu ndiye ametoa mwaliko, akasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio. Kwa hiyo mtu mwenye matatizo anapomkimbilia Mungu yuko sahihi. Sasa ndio maana katika hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii, kuna kipengele nimekuambia kujilinda. Kujilinda ndio. Neno kujilinda pale kusema kuna andiko nitakuja nisome nikifika kwenye kipengele inasema kwamba yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda ili yule mwovu asimguse. Watu wengi kwenye swala hili baada kumfuata Yesu wanadhani kwamba Mungu tu ndiye ana wajibu katika kila eneo kwenye maisha yake. No, na wewe uliyemwamini una wajibu. Ni kama mama aliyebeba mtoto mgongoni, mtoto ana wajibu kumshikilia mama yake ili awe salama. Au kama wewe hapa Mwanza tuna hao wanyama wa tumbili au wale nyani. Ukimwona nyani au tumbili anabeba mtoto wake, mtoto anashikilia mama. Alafu tumbili anakaza kuruka mti hadi mti anachukua anashika tawi hadi tawi. Kuna wajibu wa sisi tunaomwamini Yesu pia. Ndio. Sio tumwachie tu kwamba Yesu wajibu wake unamwosha ushaona paka anavyohamisha mtoto. Anakanyanyua, anakashika kichwani hapa, anakanyanyua hivi. Yeye kanyeka kutoka mekato namna hiyo. No. Kanuni maisha ya Kikristo kuna mambo unatakiwa wewe ufanye kama kujilinda. Uishi maisha ambayo ni ya utaua baada ya kumwamini Yesu. Uache ujitenge na mambo ambayo yatakuharibia. Sio, umeelewa? Sio leo Mungu amekutoa kwenye wizi tena kesho unaenda kwenda kuiba. Nasema maana naomba Mungu, naomba unisaidie niibe leo vizuri. Mungu hayupo kwenye wizi. Niruke fence nisikamatwe. Watakudaba. Naona. Sasa ni vizuri ukishaamua kutoka huko utoke mazima. Uanze kujilinda. Hata ushawishi marafiki wakija wanataka turudi tena mwanangu tuka hivi sema mimi nimeshamwamini Yesu. Sawa. Kuna andiko nataka nionyeshe lingine kwenye hili la kuhusu kupatanishwa ndio. Ni nafikiri hili pia tulione Wakolosai sura ya kwanza. Yako wengi, unaweza kusoma chache ndio kwa sababu ya muda wetu. Au tusome hii ya Matendo ya Mitume sura 4. Ndio. Tusome Matendo ya Mitume sura 4 kwa sababu ya muda wetu. Matendo sura ya 4 ili tusome vipengele vingine. Ndio. Kuna Matendo sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 11 hadi wa 12 unasema hivi. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nao limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu aliyopewa wanadamu itupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huyo Yesu Kristo. Lakini niunganisha hapo katika kitabu cha Matendo sura ya 2 ili tuweze kwenda vizuri. Matendo sura ya 2 mstari 37 unasema hivi. Mwanzo 37 unasema waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo swala la kupatana na Mungu linaanzia unapotubu, unaposikia injili ya Kristo. Hao walikuwa nasikia habari njema, wakasikia wameguswa, walisikia Yesu ndio jina pekee. Hatuhesabiwi haki kupitia hilo nje na Yesu. Sasa sema tufanyeje sasa jamani? Tumesikia mahubiri, tufanyeje? Hapa wanajibu na neno la Mungu kwamba sasa tubuni mrejee kwa Yesu. Maana walikuwa mbali, walikuwa wamepotea katika upotevu, katika maisha yao ya dhambi. Sasa unapotubu unapata rehema ya Mungu. Mungu anakusamehe. Mungu anakusafisha. Anakufanya kuwa mpya, unakuwa kiumbe kipya. Biblia inasema ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Amen. Kwa hiyo mapya ya mtu yanaanza pale anapotubu. Ndio.
Hatua za mwanzo za kuwa mpya zinaanza pale unapotubu. Ndio maana nikasema kwamba lazima mtu upatanishwe na nani? Na Mungu. Amen. Kwa kumwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unatubu dhambi kwa maana kuziacha. Alafu unamwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ukishachukua uamuzi huo sasa, hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana. Sio, umeelewa? Sasa hatua ya pili, hatua ya pili ndio nigusie pia. Hatua ya pili sasa ni uenende kama Kristo alivyoenenda. Ukisoma hapa tuna maandiko mawili. La kwanza ni waraka wa kwanza wa Yohana, ndio ile sura ya 2 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 6 inasema hivi, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Yaani wewe kama umeamua unakaa ndani ya Yesu, Yesu amekaa ndani yako na unakaa ndani yake, unatakiwa uenende kama Yesu alivyoenenda. Uishi maisha yanayompendeza. Sio unaenenda alafu leo hivi kesho hivi hujulikani, ni vuguvugu moto wa baridi. Maana ukuta wewe ndio yani umepiga pombe uko hoi, lakini alafu unaimba pambio huko chakali. Mwingine kabla hujaimba kwaya mpaka upige 2-3. Sasa Mungu gani anaenjoy? Na hapo nakuta natafuta hizo ni moja ama ni hatua ya kutafuta Mungu. Mungu achanganywe na mnayo. Ndio sawa. Lakini ndio hilo kipengele hapo nienda hatua nyingine. Ni waraka wa kwanza wa Petro. Ndio. Waraka wa kwanza wa Petro. Hapa kwenye waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya kwanza mstari wa 14 unasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro hapa anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 14 inasema hivi. Inasema hivi. Kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Ndio. Unaona? Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Yaani Biblia inataka sisi baada ya kuwa tumemgeukia Yesu, tusijifananishe na tamaa zetu za ujinga. Mungu anasema yale maisha ya mtu anaoishi katika dhambi ni ujinga. Sijui unanielewa? Yaani ujinga, ndio maana anapohubiriwa anafahamu mjinga ni mzuri kumlaji kufafanuliwa akaelewa, lakini sio mpumbavu. Mpumbavu ndio. Mimi nasema hata ukimtanga kwenye kinu mpumbavu. Tena Biblia imezungumza kabisa kwenye swala la mpumbavu. Bwana nikuonesha hapa hivi. Unajua mpumbavu hapo Zaburi 14 mstari wa kwanza inasema ndio. Zaburi 14 mstari wa kwanza. Uone tofauti ya mpumbavu na mjinga. Mjinga anaweza kaelimishwa, lakini sio mpumbavu. Mpumbavu hata sasa anakataa kwamba Mungu hayupo. Kusoma sura ya 14 mstari wa kwanza. Anasema mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Kwa hiyo mpumbavu anasema hakuna Mungu. Anajiangalia yeye mwenyewe akili yake. Jiangalie Bwana. Mungu anamuita mpumbavu kwa sababu yeye anasema ni mpumbavu. Mpumbavu ni mtu anayejua kinachotakiwa kufanywa, lakini anaamua kufanya kukataa tu makusudi. Ndio. Sio, umeelewa? Lakini mjinga anaweza kuwa anafanya kuko hajui. Ndio maana injili ya Yesu inamulikia mtu, inaleta nuru kwake. Inaleta nuru kwake. Sasa Biblia inasema ukishapata hiyo nuru, ukishaelewa ukaokoka, ukamgeukia yeye, basi usirudi katika ujinga wa zamani. Ndio. Bali uenende katika upya, katika nuru hii mpya. Kama yeye alikuita alipo mtakatifu, na sisi tu nini? Watakatifu. Sawa Baba Askofu, kwa maelezo yako mazuri na kwa upana zaidi na kwa kina. Sidhani kama kuna mtazamaji ambaye bado amekuwa na mashaka. Na mtazamaji, tuko na Baba Askofu hapa na tunazungumza mambo mengi kwa kina zaidi kuhusiana na mada ambayo tulionayo mezani katika kipindi hiki, ambapo pia tunaelekea ukingoni sasa kwenda kuhitimisha kipindi hiki tukiwa na maswali machache ambayo pia tutaenda kumuuliza Baba Askofu. Tunapoelekea ukingoni na muda wetu unavyozidi kuyoyoma, natamani tungekuwa hata na masaa mengi zaidi kwa mafundisho mapana. Tuje sasa katika usasa wa ulimwengu huu, katika dunia ya sasa yenye shughuli nyingi za mitandao ya kijamii, na mitandao mingi sana imekuwa ikifunguliwa.
na teknolojia inazidi kukua. Ni changamoto gani kubwa ambayo inazuia mtu kumtafuta Mungu? Kwa sababu ukitazama wewe Baba Askofu una smartphone, na hata pia mnaposimama kuhubiri wapo wale ambao wanashuti na kwa kutumia zile kamera na kurusha mahubiri. Lakini bado hizi mitandao ya kijamii, bado kuna vijana ambao wanatamani kumjua Yesu Kristo na kumtafuta kwa bidii sana. Kwako hii mitandao ya kijamii na mitandao mingi sana ambayo inavumbuliwa kwa teknolojia ya kisasa, kwako imekuwa ina mchango gani mkubwa, na ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakumba wengi sana? Tatizo hili linaweza kutatuliwa vipi sasa? Mimi niseme hivi, teknolojia hatutaweza kuizuia, itaendelea kuwepo, na Mungu hana ugomvi na teknolojia, kwa sababu kupitia hii teknolojia bado kuna mambo ya Mungu, yaani kuna bidhaa za Mungu zinasafirishwa kupitia teknolojia. Kupitia teknolojia hizo, ndio. Sio, naelewa. Kwa mfano, hapo tunapoongea, teknolojia TV inasafirisha ujumbe wa neno la Mungu. Ndio. Inategemea sasa ni bidhaa gani inapita kwenye hiyo teknolojia. Kwenye teknolojia. Kama ni ya Mungu inafika, kama ni ya shetani inafika. Ndio. Kwa hiyo sisi tunataka kusema ni watu tu wale wanaoitumia hiyo teknolojia wawe makini na bidhaa zinazopita kwenye hiyo teknolojia. Amen. Na labda tu mfano simu sasa hivi wakati mwingine au hata hizi teknolojia wakati muda mwingi umefanya familia zisikae pamoja. Ukuta muda mwingi kwenye teknolojia, kama ni TV, kama ni simu, unakuta baba muda wote kwenye simu, wakati wangetakiwa kukaa na kijana wake wakiwa ampe maadili, amshauri au mabinti zake washauri mama, na hivyo muda mwingi yuko baadaye. Hata wakati mwingine apike chakula kizuri, sio familia ifurahi, fundisha mabinti zake kupika. Unakuta watoto wa kike hawa na watoto wa kike hawezi kupika, wanategemea mfanyakazi tu. Lakini zamani unakuta mzazi wa kiume atamfundisha mtoto mambo ya shamba, mama naye kupika, mambo mbalimbali, maadili yale ya mwanzo ambayo yanaweza kumsaidia mtoto hata baadaye akija kuwa na maisha yake yaweze kumsaidia. So unakuta kwa sababu ya hizi watu wameshinda kuchambua, wachukue kingine na kingine wakiache. Kwa hiyo unakuta wanasombwa na haya mafuriko. Yaani kiasi kama mtu anashinda, unajua hivi vitu vipo, ndio maana nasema hivi kwenye maisha macho ataona kila kitu, lakini utafanya kile unachoweza kukifanya. Unaweza kutamata hela dukani, unaweza kuwa una vitu vingi, lakini utanunua kile ambacho unakimudu. Sio, unaelewa? Na kwenye maisha hata hii teknolojia zitaendelea kuja tu sana, lakini lazima wewe kama mzazi mwenye familia yako uhakikishe kwamba hii teknolojia isikubomoe. Ndio. Sibomoe muda wako na mke wako wa kukaa na kujadili mambo ya familia. Wakati mwingine unakuta watu wanagombania TV, wanataka kuangalia mpira na hata mpira. Kazi inakuwa vurugu tu, wanatoka kwa mshanuchukiana, wamekafirishana. Hayo watoto na wenyewe hivyo. Vitu kama hivyo ndio maana unakuta mtoto hata hajui sasa ethics zile za yaani maadili yale ya mambo ya hata ulaji, sijui vitu gani, maadili kuongea, mkubwa anafanywaje, kwa sababu hawajapata nafasi ya kueleweshwa. Ndio. Na ni vizuri wazazi wafahamu, hata anapokuwa analea mtoto wa kiume, unalea mume wa mtu. Tuna wakati mwingine tunaanza kusema kwa ndoa zinaachika, lakini madhara yameanza tangu akiwa mtoto kwa wazazi wake. Mtoto hajai kufanya kazi, hafanyi kazi. Unakuta leo anakuja kuwa mume wa mtu. Mtu anaona aibu kufanya kazi. Hawezi kufagia hata uwanja, hawezi kudeki hata kwa nyumba, hawezi kufanya chochote pale nyumbani. Eti tu kwa sababu kisa familia imefanikiwa. No, huyu kesho na kesho kuta wewe mzazi unaweza kuwa haupo duniani kabisa, lakini mtoto huyu anaweza kukaa hata akaenda sehemu nyingine. Sasa umlee mtoto katika mazingira yoyote hawezi kuweza kusimama mwenyewe. Hata ni binti, leo tuna mabinti kuda hawezi kufanya kazi kabisa. Nikisa eti akitaka kufanya kazi, wewe nani binti, dada kwa kazi leo anafanya kupika, watoto wapike wako wasomi mpaka vikao hawajui kupika. Hawajui. Na ndio mke wa mtu huyo baadaye anakuja kuolewa, anamwambia baby tuagize chips, nimwambie nimtoe boda wangu alete chips. Au tutafute binti wa kazi. Hapana, sio maisha. Na hapo bado haja na kumtafuta Mungu pia bado hajampata Mungu. Sasa wakija kubeba ujauzito atabebewa na dada wa kazi. Na sawa Baba Askofu, ndio hizi teknolojia ni nzuri.
lakini uangalie unapitisha bidhaa gani katika teknolojia. Amen. Amen. Sawa, Baba Askofu, lakini pia nikiwa na swali moja ambalo pia nitaweza kukuuliza tu, nisalie hapo. Swali hilo nitakuuliza, wewe umepita kwenye ujana, na kwenye ujana ndiko ulikoongoka wewe, na hadi kufika kuwa Baba Askofu hapa. Leo tuna wimbi kubwa sana la vijana wa kisasa wanaoendana na mitandao ya kijamii na miundo ya kisasa kila uchwao katika karne hii ya 21. Ni kipi ambacho ungetoa kama ushauri ambao ungeweza kuwasaidia na kuwajenga thabiti katika maisha yao ili waweze kumtafuta Mungu kwa bidii, tukielekea ukingoni kumalizia kipindi hiki? Kwanza mimi nawapenda sana vijana sana, hata Mungu mwenyewe anawapenda vijana. Ndio. Yaani nataka nionyeshe andiko ambalo Mungu anazungumza kuhusu vijana. Ndio. Vijana ni wa maana, hatuwezi kuwadharau wala hatuwezi kusema kwamba yani hawana faida. Ndio. Yani tunapozeeka wanaoendeleza taifa, wanaoendeleza taasisi, wanaendeleza mambo yote yaliyo, maana hii dunia kama itaendelea kuwepo kabla Yesu hajaja kuchukua watu wake, hii dunia sitaendelea kuwepo. Ni lazima vijana ndio watachukua majukumu mengine. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuona vijana kama watu ambao labda wana shida kubwa. Sisi vijana hao Mungu anawataka, nchi inawataka, kama ni serikali inawataka, familia zinawataka, kila mahali. Na ndio ukigusia kwa ufupi sana kulingana na muda wetu, kitabu cha Mhubiri sura 12 Biblia inasema hivi, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Maana yake Mungu anasema hivi, muda sahihi wa mwanadamu kumkumbuka Mungu ni wakati wa ujana. Kabla hajafika mali uzee, kila kitu kimekwama, ameshaharibu historia yake, maisha yake yote ameshaharibu na tabia za ajabu. Anakuja kuzeeka sasa ndio anaanza kusema Mungu amenirudishia maisha ujana. Na muda hapo tayari umeshaenda. Sasa hivi kijana ndio wakati wa kuona, ukiwa bado kijana na nguvu. Usidanganywe na mambo ya starehe na mambo yanayopita hayo. Sasa hivi ukiwa kijana ndio Mungu anataka nioshe nje yako. Ndio. Na asante sana Baba Askofu George Gecha. Na mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, kila jambo linapoanza lazima liwe na mwisho, na muda wetu ndivyo unavyozidi kukimbia kweli kweli. Kila mmoja na imani, mtazamaji, ulitamani tuendelee kwa kila ambacho kilikuwa kikiendelea kwa sasa kupitia mada nzuri ambayo tulikuwa nayo. Baba Askofu, ni kupe kongole kwa namna jinsi ambavyo umekuwa ukielezea somo hili, hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwenda kuhitimisha sasa, kuna wale ambao wanatamani kujinyenyekeza kikamilifu na kumwomba Mungu ili waweze kuwaonyesha njia kila uchwao katika hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii ili wasirudi nyuma. Karibu sana uweze kutufungia kipindi hiki kwa njia ya maombi. Ndio. Kwanza nashukuru sana. Ndio. Nashukuru sana kwa kuwa mnatupatia nafasi kama hii ili watu waweze kujifunza. Mimi nikushukuru sana mtazamaji wetu kwa muda wako. Leo umekuwa na umeacha mambo mengine kutusikiliza. Mungu akubariki sana. Lakini niombe kwa ajili yako pia. Lakini kama unataka kumpa Yesu maisha yako pia nitakuombea. Na mtu anaweza kukupataje? Namba zangu mimi naishi Ilemela na natumika kanisa la Ilemela. Ndio. Mimi nachunga kanisa Ilemela, naishi mtaa wa Ilemela, wilaya ya Ilemela, kata Ilemela. Kwa hiyo ni rahisi kuja Ilemela unganikuta tu. Ilemela poto umejaa. Namba zangu za simu ni 0755 54 72 31. Naam. 0755 54 72 31. Kwa hiyo uje kwa ushauri, kwa maombezi. Pia tunaamini Mungu asiyeshindwa, kama nilivyosema sifa yake. Ndio maana tunaombea wagonjwa kwa sababu Mungu anaponya. Sisi wanadamu tunaweza kufika kama mwisho, lakini Mungu yeye hana mwisho. Na karibu sana kwa njia ya maombi. Ndio. Baba Mungu, nakushukuru sana kwa ajili ya kipindi. Hapa kuna mtazamaji ambaye ametufuatilia. Naomba Mungu neema yako anapoenda kuomba sala hii umsaidie kubadilika. Hebu omba na mimi sala hiyo mtazamaji. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Na tubu na kugeukia. Kuanzia leo nitakufuata. Bwana Yesu, ingia ndani ya maisha yangu. Yaongoze na kuyatawala maisha yangu. Katika jina lako Yesu nakushukuru. Amen. Amen. Ubarikiwe sana.
Mungu akutunze, Mungu akulinde, Mungu akupiganie. Na asante sana mtazamaji kwa yule ambao ulikuwa ukiendelea kuselelea matangazo haya kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV ndani kwa kutazama kupitia kioo cha television yako ukiwa hapo nyumbani, na imani umebarikiwa. Wewe kijana una nguvu, kijana wa sasa ndiye kijana wa kesho ambaye ataweza kulisaidia taifa kama askofu namna jinsi alivyozungumza. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, lakini pia mtayarishaji na jopo zima ambalo lihakikisha sisi tunakufikia kwa uzuri kabisa, kukufikia popote kule uliko. Mzalishaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuliga, lakini pia mpiga picha ni Risha Ndalo, na mrusha matangazo kwa uzuri ni Anastasia Charles. Nikukaribishe uweze kuwa nasi kwa namba hizo ambazo unazitazama. Unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram na mtandao wa X, na namba hizo zitakukaribisha wewe ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Nikutakia Jumapili njema yenye baraka tele. Bye bye. Mungu akubariki sana. Amen. Nashukuru sana. Sikutazama kila siku ya Jumapili.